anabaki kuwa Mungu kila wakati, kila dakika, na upendo wake uko pale pale, haujawahi pungua. Badala ya kupungua, upendo wa Mungu huwa unakuwa mwingi zaidi. Ninamshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya kibali, kwa ajili ya uhai, kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya afya ambayo amenipatia, ya kwamba tukutane leo kwa sababu ya ibada, kwa sababu ya kumshukuru, kwa sababu ya kukumbushana yaliyo mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Neva hunalile Mungu ni vizuri na ni vema aabudiwe. Na wasalimu kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Karibuni tujifundishe neno la Mungu. Ningependa tuombe. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Asante mtakatifu Mungu wa Israeli. Mungu ketie kwenye kiti cha enzi, mfalme unayetawala milele na milele yote. Mbele zako Jehova, ni sisi watoto wako tumekuja tena Jehova kuona uso wako Mungu. Naomba utusamehe dhambi zetu, naomba utusafishe, ututakase kwa damu ya Yesu. Maovu ambayo tumeyafanya Mungu wetu Baba, kwa vinywa vyetu, kwa matendo yetu, kwa maneno yetu Jehova, na mawazo yetu, naomba utusamehe, naomba ututakase, uyaondoe kabisa kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Tazama tunapoenda kufundishana neno lako Mungu wetu, naomba uwepo wako na nguvu zako utuongoze Baba, utuondolee uchovu wote kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Utuondolee mambo ya wanadamu Jehova kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Naomba neno lako Jehova liwe ndani ya mioyo yetu, lituongoze katika kila hali. Mapenzi yako yatimike katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asubuhi ya leo asubuhi ya leo ningependa tuangalie kichwa ambacho mwalimu ametuandikia pale juu, ambacho kimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Ningependa tu nisome. Hicho kichwa kinasema a fatal heart disease. A fatal heart disease. Kwa Kikisii ni oborwaire bwogoita, oborwaire bwenkoro, obore bwogoita, oborwaire obobe kabisa, obore bwogoita, obwenkoro. Kwa Kiswahili ni ugonjwa mbaya ambao unaua, ambao ni wa moyo. Moyo tunavyojua, enkoro, heart ni kiungo ambacho Mungu alikiumba akakiweka ndani ya mwili wa mwanadamu. Enkoro igeotokaga asige kubama. Na tunavyojua wengi wetu kwamba moyo una kazi nyingi katika mwili wetu. Moyo unasaidia kusukuma damu. Moyo unasaidia sana kusukuma damu. Lakini sasa kuna wakati moyo huu huwa mgonjwa. Ndilo konyore nkoro ebwate oborwaire. Kenyagitari hose vile tunaona ama tunavyojua hose una science bagoteba, kuna wakati ndile nkoro konyore ruwarete ebwato mochando, ebwate obokongu, ebwate chi problem echire chiwente kurigereriwa no munyagitari usina abanyagitari. Enkoro ndire kogani amariogo, ndire kogani akora special treatment. Ugonjwa wa moyo kwa watu wengi ambao mimi nimeona ama nimesikia, ugonjwa wa moyo ukishika mtu ni ugonjwa wa shida sana. Enkoro na bego tenena abakonyora montate ni nale bia, all of a sudden mtu anaanguka tu chini na kuaga na kukufa tu. Hiyo wanasema kwamba enkoro yate ni na heart attack, mtu anakufa tu.
Kuna wakati pia moyo huwa unafeli enkoro ikuanga gukora imirimo either asing'encho y'emechando omuchando orasa omubiri, either magonjwa kama kisukari, kama hypertension, high blood pressure. Hiyo pia inafanya moyo kuwa mgonjwa. Ndire na andora nyore enkoro omwana koiburu osomo ntago kina enkoro ya twara omuchando either ya twara ekibao getakire labda gechigosonu ya twara omuchando gete gusamanyi ngari kago papa sawa natego ko iruochi angya ko pampi guchi magega usange agoswasa atabwenereti enkoro iyo kanyore mechando. Watu wengi ambao wamekuwa na magonjwa ya moyo wana matatizo. Nimewahi watch kwa TV watoto wadogo ambao wamezaliwa na ugonjwa huo wa moyo, wazazi wao wanateseka, wanakuwa na maumivu sana, kwa sababu mtoto mdogo, mtoto wa miezi, huwa anapelekwa hospitali kufanyiwa surgery. Umwana uchikobaru, mwana ubaru chi surgery chinyinge, yani mwana kago kine igabo atime chando na still taringa igako bwena igakoba, yani anakuwa tu yani abo labda enkoro na bekogero muntare ruchinguru na enkoro na bekogero muntu sinyuko yana enkoro kireba tomo chano na bekogero muntu tantana oba yani obunyekerema. Bwana Yesu asifiwe. So katika maisha ugonjwa wa moyo ni ugonjwa wa kutisha. Ugonjwa huu ambao madaktari unaweza enda hospitali uangaliwe, uambiwe kwamba una ugonjwa wa moyo. Ni ugonjwa wa kutisha. Na pia huu magonjwa ya moyo huwa yana gharama zaidi ili kupona, ama kobekwase elindo montanya komenya yana gharama. Lazima mtu agaramike huikachibeza chiru uchi nyinge, yani unanunua uhai wa mtu, unanunua uhai wa mtoto. So lazima mtu ugaramike. Ebo chanda, ebo koleto ejame chane menga se family. Oburu amarwaira ina bakogera mali ishe. Watu wafanye michango mpaka ifikie hata watu wanaweza toroka, kwa sababu wakiona mtu mwenye hilo tatizo wanajua tu nalina hiyo sibona. Yani mpaka inafikia mtu anasema tu no kwa aturuerolika yogo chana iga. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ningependa mmoja nisomee kitabu hiyo kivas Isaya chapter 1 verse 18. Hiyo tunaweza paraphrase. Nadhani watu wengi tunaijua, lakini tuisome tu kwa sababu ya kujikumbusha. Amen. Amana niga batebaiga incho togamberane nonya ebibe byano byabalirire bisibigwe birabese bibe buna amagena embura nonya byabeire ebibaliri burure birabese bibe buna amarionya marabu eking'ondi. Amen. Nyasaye uturageiri nga otebire nga togenda asale intumwanya bantu togenda tukikugambira na monere. Twende tusemezane na Mungu. Sisi wanadamu wenye jinsi ya dhambi, Mungu akae pale na sisi tukae hapa, tusemezane pamoja naye Mungu aliye mtakatifu. Tusemezane, tuambiane, hata kama dhambi zetu zimekuwa mbaya kiaje, Mungu wetu atatutakasa, atatusafisha, ili kwamba dhambi zetu hata kama zimekuwa nyekundu kiaje, tutakuwa safi kupitia kwake yeye, kupitia kwa damu ya Yesu, kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ningependa tuangalie, kwa sababu ugonjwa wa moyo wa dunia hii wa physically, magonjwa yale ya kisayansi ya kimadaktari, huo either unaweza pata tiba
ama usipate tiba. Na weko nyalekano muntu abwene wose tabwena. Lakini amarwaire nale marwaire inabako mtu anaweza pona watu wakishughulika zaidi. Lakini kuna magonjwa ya moyo, spiritual heart diseases, ama rwaire yenkoro akimuika ayare taliko uhawezi kugaramia toli wakana besa omanya korwali toli kogenda so munyagitari bwenseye nga agenda korwali nga agenda chiko koligeli na kokolingoria ochigwetera chi machine eli namanye nga kyurwali tenga yuburwiro bwenkoro yao bweikire hauwezi. Hayo magonjwa hauwezi kutembea huku na huku kitafuta tiba. Tiba ni wewe, na hiyo tiba ni bure, inapeanwa bure. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie magonjwa ya moyo ambayo kweli yanafisha. Ama rwaida yu igago itekene igago itabono nane nabwato kubweyo ita kare na kare. Ama oburwire bwenkoro bwenseye na obugo itabono, lakini mubwatiko buwa bugo ita kare na kare. Lakini ayare spiritual haya yakimoika na bago itabono na bugo kubono naende ochego kukare na kare, ambapo hautaingia katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Oburwaire obutangani ebokoroku a heart, oburwaire obokoroku heart that plans evil. Oburwaire enkoro erwarete erwato oburwaire obore mtu yani enkoro yokonyora sere aseikaranse. Na wakati nasema enkoro spiritually I mean mwanadamu, kwa sababu moyo huu peke yake, huu moyo ambao Mungu ametuwekea humu ndani, hauwezi kuwa bila mwanadamu. So mwanadamu, a living soul, mtu ambaye ako hai. Kwa hivyo enkoro ama momonto asaikaransete asare asagotara asaraire kiriarengereti kiriagokora. Kazi yake ni kupanga mabaya, kazi yake ni kupanga tu yaliyo maovu. Tuangalie kitabu cha Mika 2 mstari wa kwanza. Mika chapter 2 verse 1. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mika 2 inasema, amen, ole wao wakusudiao mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao, kunapopambazuka asubuhi huyafanya, kwa sababu ya katika uwezo katika uwezo ya mikono yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Obobe nobwabo abo bagokora emeroberio yogokora mabe na bayebekanye kobare asamarira abo mambya kubwakire baba bako yaikirania ekiagerani igara sokobwa kwa mabokabo. Huu ni ugonjwa mbaya, obono oburwaire obokomu, oburwaire bokondokia. Asengenjo mwanadamu Mungu alimuumba. Kuna kitabu ambacho nimekitafuta kimenikosa, ambacho kinasema ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu tonge to mwanya bantu umuikirano, lakini umuntu omonyena kero seria yaye. So mwanadamu amejitengenezea yake. Kuna watu ambao kuna uwezo, yani mtu akikaa anafikiria maovu, anayapanga maovu. Neno la Mungu linasema ya kwamba huwa mtu anayapanga usiku, kara ila sobolele bwaye, kara ila segetandakiaye igakoroberia mabe, igagopanga ngakiago kigokora mabe, igakoroberia ngakiago kigokora ubobe mambi yaye, nade mambi oboka konyaikirania
asengencho na bwatokobwa asengencho kobwa kora soko bako kwaye asengencho labda huyo mtu ana uwezo, ana pesa, ana mali, so ana uwezo wa kufanya jambo lolote kesho yake kwa sababu alikuwa ashapanga usiku. Tunapoangalia kitabu cha Esther kwa sababu hatuwezi soma, ni ndefu sana. Tuisikuri Haman elintare korobelia Esther ni ndefu, unaweza isoma yote. Elinto Haman ale korobelia asengencho ale korobelia mamincha na Israeli amona Mordekai amona Esther ale opanga mangana mabe onyarobeli mambia yaniga manyetenga lazima yatatimia, lazima atayatimiza kwa sababu Haman alikuwa na uwezo. Kama si Mungu kuingilia kati, Haman yale ambayo alikuwa ameyapanga yangetimia tu, yangefanyika, angewaangamiza Waisraeli wote. Alikuwa amepanga, alikuwa ametengeneza basiki usi orobambo elinachigoitira Mordekai, lakini Mungu akaingilia kati. So kupanga mabaya ni ugonjwa mbaya, ni ugonjwa ambao Haman alifanya. Baadaye Haman ule ugonjwa ulimshika yeye, oborwairo huyu watebo kamoita obobebuaye ama baya pangete akenyoranga orobambo rolia roseti iganyorete ngabwerose igere bieka akanyoranga nero ko bambu oro. So Haman alikufa pale Sorobambo, alikufa kifo cha sasa na kifo cha milele na milele, kwa sababu aliyapanga maovu, aliyapanga kwake, aliyapanga akiwa kitandani mwake, aliyapanga pamoja na marafiki zake walio karibu na yeye, waliokuwa karibu na yeye, alipanga mke wake akiona, na akakuja kuyatimiza, kayatengeneza, lakini baadaye alimrudia yeye. Kwa hivyo kupanga maovu nobo rwaire obobe bwenkora singincho Kristo igatebetenga kerentekebe yani gentekebe tani kelikego somonu otatiga kelikego soka korwa somonu ege korwa senkoro. So ase chinkoro chito ase enkoro ya mwanya bantu no bobe bwensi bokoru ose no buya bokoru none enkoro nero konyora mtu tu amekaa kuyapanga mabaya. Tena tuangalie ingine pia ni ndefu, hatuwezi kuisoma. Kitabu cha Kings, story ya Ahab na Naboth. Wakati Ahabu alipokuwa akitembea akaona lile shamba la Naboth, akalitamani, akataka liwe lake. Ekera moteti Naboth ngomo wondoyo, Naboth akamokani. Ekera mokani na Ahabu akainubobe, akayechiwa, akaina na buoye ogechiri. Umukayo ko mubori orekoro ku Jezebel, ko mubori mugakanki kiaba okomwelezera. Jezebel akapanga mabaya, akapanga maovu dhidi ya Naboth. Ekeranya panga agapanga abantu bagende bangachi Naboth ngokorera ligoso okorera mangana mabe elinde Naboth agakomagena asingencho yomogondoye. So Jezebel aliyapanga mabaya, kazi yake ilikuwa tu ni kupanga maovu. Hakuna siku Jezebel aliyafanya yale mapenzi ya Mungu. Kazi yake ilikuwa tu kuplan mabaya, kuplan maovu, kuplan ubaya, kufanya yani labda kuna mwanadamu furaha yake ni kuona wengine wanaangamia. Furaha yake ni kuona wengine wanateseka. Furaha yake ni kuona watu wa Mungu ama watu wanadamu wengine wana shida, ndio furaha yao. Hiyo ni enkore oborwairo bobe bokoro ko planning evil. Ingine ni Cain and Abel. Cain ekero Abel na Cain mumuro mwabo bachite komurwera Nyasaye kingwanso ekanyorekananga kingwanso ya Abel yanchira ni luna Nyasaye. Cain akaibubobe
agatwara endamwamu agatwara obobe agatwara okogechaka mwanga mumuro mwabana kagechi zaidi akeburi waye kimwansoro kyoyo kebwanchiru. So akayapanga mabaya, akapanga maovu. Hata kama Mungu alimuonya, Nyasaye namo kuanerete. Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo chapter 4 umwe chakano inye tusome jinsi Mungu alivyo muongelesha. Genesis 4 chapter 4 verse 6 na 7. Genesis 4 chapter 4 verse 6 and 7. Mimi nimepata nilizosoma. Inasema, Amen. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Amen. Kama ukitenda vema utapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa kuishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye alimuona mapema, kwa sababu Mungu anayejua mawazo yetu, anajua jinsi mambo yetu yalivyo ndani ya mioyo yetu. So Nyasaye akamuona, lakini kaintachi tiko yu akamereri akagenda agaita mu muromu wabo asingencho aliyapanga akateba buyabyo mu bwata mu ngaine totimbo kenera mukiasigete ngende morusio. So aliyapanga mabaya ambayo yalifanya kakaki akaaga, lakini Kaini baadaye alikuja kupata laana ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa wa pili ambao unaletwa na huu ugonjwa wa kwanza kwa plani ya amave bigo bakoreto uruiro bwa kabere oburoire number 2 obokoroku a heart that doesn't forgive and will never ask for forgiveness. Enkoro etali gusaba okwabira nande enkoro etasabe okwabira. Enkoro etali kwabira amone enkoro etasaba okwabira pi. Kuna watu ama kuna roho, kuna wanadamu ambao hawezi kusamehe. Kama amefanyiwa kosa huwa anasema, yani mpaka nchi diraga tinko muabira tingo mutakapi, ninamchukia hadi kifo, nachukia yule dada hadi kifo, nachukia yule baba hadi kifo, nachukia yule ndugu hadi kifo, siwezi kumsamehe. Inawezekana si kwamba ati hawezi kumwongelesha, lakini lile kosa ama kitu ambacho alifanyiwa anakiweka ndani ya roho. Inawezekana wanaongeleshana, lakini ndani ya moyo wake anasema kwamba yani naonyoto kuonera huyu siwezi kumsamehe, alinifanyia hiki, alinitendea haya, siwezi kumsamehe. Na kuna ugonjwa pia ambao mtu akifanya kosa hawezi kuomba msamaha. Tago saba kuabira yani anaona kwamba kuomba msamaha ni kama upumbavu, ni kama ujinga, ni kama kitu ambacho hakistahili. Kwa hivyo hawezi nyenyekea kwamba aombe msamaha. Obuno burwairo bakongu oburwairo butanga ni bwo pangama be ibo bakora to burwairo bwa kabere oburi bokorokunga ogotabira amo no gotasaba okwabira. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa wa tatu ni ugonjwa wa pili unaleta ugonjwa wa tatu, ugonjwa ambao unaitwa chuki, a heart that is hateful. Yani enkoro ambayo inachukia, kwa sababu wakati mtu amepanga maovu hawezi kusamehe, huwa inazaa chuki. Omuntu ago chukio yonde anamchukia to the core, anamchukia vibaya. Kwa mfano,
kuna clip niliwatch kwa simu ambayo hawa ndugu zetu ambao ni Waislamu wanawachukia Wakristo to the core, yani wanawachukia. Kuna mchungaji ambaye alikuwa Muislamu, sasa Mungu akamuokoa, sasa ni anahubiri. Yani Stella anaelezea jinsi alivyookoka na mambo aliyotendewa na wenzao ni mambo ya kushangaza. Ndilo kuna wakati alisema ya kwamba kuna wakati walishikwa watu walikuwa 6, yeye na wengine 5, wakafungiwa kwa room, wakaambiwa olmachore muile nesimwarenge wose you die. Wao wakasema sisi tuko kwa Yesu, atufanye nini? Haturudi nyuma. So wale wakasema kitu ambacho tutawafanyia ni kuwaua, na tutakuja tunawaua every Monday. Tunaua Monday mmoja, next Monday tunaua mwingine. So hawa watu walikuwa wamewafungia mahali, so bali kugenda batari tukolia Monday vanyenya. Hawa 6 wakaambiana, wakamwambia wao 5 wakaambia mchungaji wao, sasa huyu Adam, wakamwambia mchungaji, kitu ambacho tutafanya wewe utatuombea hakanyago tusabera bagocha kelibana akole na kikyo bono bali bacha baba bodi tutatuwe nani, wanachagua mtu. Wale wakaambia mchungaji, weka hapo ufanye utuombee. Bamonyenya banyenya bali abandi baligerere bamanya kubatigiro mubere gabo bagenda nande banya the next week, next Monday nande bacha nande banyenya oyonde nande babatigiro mubere gabo mpaka wale 5 wakaisha, ikabaki huyu mmoja ambaye sasa ni mchungaji kwa sasa. Ni Mungu tu alimponya kutoka pale. Kwa hivyo mtu anakuchukia, yani anakuchukia ile kweli, akona chuki, na chuki hii ni ugonjwa mbaya asingenjo. Mtu anapokuwa na chuki ndani yake huwa yani igakorwe mwabori labda chukiete enkoro ya ilianika, yani huondoka, yani utwale chuki linde. Kuna mama mmoja namjua, walikuwa wamekosana na mkamu mrumu hapo. So tulikuwa tunaenda sokoni na mkamu mrumu hapo baka wasaini. So tukakutana na yeye na huyo mwingine ambaye wamekosana na yeye. Muswati uyagauchulikieni mpaka nikashanga, nikaona sura ambayo sijawahi iona. Ni akamua yani akagaji mpaka ngateba nikashanga. So mtu anachukia mpaka yani ara kwa singe ncho ye chuki, ara kwa singe ncho ye ntokera senkoro yaye. Bwana Yesu asifiwe. So ino bobe obole bokogera bugo itabana banyasaye. Chuki nkogerera abantu bakwa. Mtu anaweza chukia hadi akajinyonga. Mtu anaweza chukia hadi akamuua mwenzake. Wafarisayo walimchukia Yesu. Yesu hakukosea, lakini walimchukia vibaya kwa sababu ya utakatifu wake. Herode aliwachukia wa disciples of Christ, wale watumwa wa Yesu, aliwachukia vibaya hadi alimuua Yakobo, alimuua Yohana, mpaka akajaribu kumuua Petro, lakini Petro yeye Mungu alimsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa mwingine ambao pia ni wakufisha, oborwairo bokondokia. Number 4, obokorokwa a deceitful heart. Enkoro ekungainereria, enkoro emenyerete oborimo, enkoro egoteba nadanganya kidogo ili nivukie hapa. Inangainereria sinini elinengetera, inangainereria umenyete nasinyu enai kiwensinyo naratigan ngainereri ngeterega iga. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoangalia ile hadithi ya the rich fool, yule tajiri ambaye alipata mavuno, alilima vizuri akapata mavuno mengi, akajidanganya ndani ya moyo wake akisema kwamba endaumbie na nyori ndagire nyinge boni gongo tagora
ekibi agebie bike ngara cheke nene mono mbeke ndagira yani elinente bien kora yani toerera kore kiuragiri. So baadaye alikuja jioni yake, Bwana akakuja akamwambia wewe ni mpumbavu sana. Hiyo jioni akafanya nini? Akaaga. Tunaposoma pia hadithi ya Anania na Safira. Anania na Safira walikuwa ni watu ambao walikuwa wanajifanya ya kwamba wao pia wameokoka. Walikuwa wameingia kwa grupu ya wale watu watumwa wa Yesu, watu wa Mungu, wakajifanya kwamba wanampenda Mungu. Wale ambapo walipoona ya kwamba hawa watu wengine wanauza mali zao, wamejitolea kwa kazi ya Mungu, Anania na Safira pia wakaenda wakauza kipande cha shamba. Ndipo wakaleta pesa zingine wakaficha, zingine kidogo wakaleta kwa kina Petro. Ndipo pale wakifikiri kwamba wanaweza kudanganya Mungu, wakifikiri ya kwamba tokuga chanke tokore gende tuetere echitata chance yaya. Ndipo pale Anania alipoleta zile pesa, Petro alimwangalia akamwambia, hauwezi kudanganya roho wa Mungu, mbona mkafanya hivi? So asenge njoyobo ngainyere libudia. Mimi ninavyodhani ni kwamba alipojua kwamba wamemgundua, Mungu ashamgundua, roho wa Mungu amemweka wazi, nchendo chinga ne kiondo kukia muwagete agete senga posingi nchijoko ndobanga uwe. Kumbe nilikuwa nafikiri naweza danganya, kumbe nishafanya nini? Nishajulikana. Chisa kama mino Anania akakua ko mino ekagocha akonya oromo gako yenero kule nerene kiondo kukia muwageta sengencho. Hakuna wenye wangemficha roho wa Mungu. Kwa hivyo oburwaire bobogoita ama rwaire igagoita. Oburwaire number 5 ni kupenda pesa, mali na vitu vya dunia kupindukia. Ogwanje bintu byense kibesa mali na bintu byenseye, yani mpaka kisasi mpaka mono mpaka wetani. Ekitabu kia 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Hii pia tunaweza paraphrase lakini vizuri pia tuisome. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Amen. Maana shina la mabaya obobe, yani oboboge bole nsei kwanza obobo kwanza. Hii ingekuwa ndio number 1 kwa sababu hii ndio inaleta haya yote mengine mabaya. Kwanza chivesa kwanchobonda mono nebintu byenseye wetania ekerengo. Pesa si mbaya, mali si mbaya, vitu vya dunia ambavyo Mungu aliviweka si vibaya hata kidogo, kwa sababu Mungu ameruhusu pesa ziwepo kwa sababu ya matumishi yetu ya dunia. Kwa sababu tutakwenda mnaona wewe ingaki iwezi enda mahali uanze kuombaomba sukuru to mwana tagasoma minus kibesa onyagita alitoka ndo ruwali ku minus kibesa. Hata kwa kanisa kama hii hatuwezi sema sasa pesa tuwezi tumia pesa. Lazima pesa zinahitajika, iwe nyumbani, iwe wapi, iwe hata unapotembea lazima unahitaji pesa. Lakini kuna kupenda pesa mpaka kupindukia. Kuna madamu moja tulikuwa tunasomesha na yeye, abana banye sana ntombara wantu tichibesa ninje achete kuna yani mtu anaweza fanya anything kwa sababu ya pesa. Akaniambia, madam toje tuge chingoko ebichuchu tugore bichuchu ebikaiga alafu tobibete esingesi nere ikobetu chingoko ala ebichuchu ebike alafu ni 3 months kwanyora gachuchu gake ukabire ituoniri nene alafu toni tonyore kibesa. So mimi nikashangaa ngamubori bonoke eketu abetireira ndunduri ayaya bakwana lyaba mama tyabanda abakwana limbara. So turabaoneri bana banyenya bali baku. Sasa tutafanya nini? Hati ngakanga musi ne kibesa yani pesa. Yani mtu mahali yako ni pesa, anaweza
chochote kwa sababu ya pesa. Anaweza iba pesa, anaweza ua pesa, anaweza danganya sababu ya pesa. Anything, I'll do anything because of money. Nitafanya chochote kwa sababu ya pesa. Na uanche vinto viense. Yaani umuntagu wancha mpaka. Kuna kitu mtu anaweza penda mpaka kiwe kama Mungu kwake. Kuna kitu mtu anaweza penda ama anaweza taka kukifanya mpaka kiwe kama Mungu kwake. So huu pia ni ugonjwa wa kufisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa haya yote kuna magonjwa mengi. Tuisoma, tukipata nafasi tunaweza soma kitabu cha Matthew chapter 5, 6 and 7. Yote tukienda nyumbani wakati kuna nafasi. Tusome yote. Tujue kuna magonjwa hapa ambayo Yesu aliyesema ambayo ni ya kuua. Lakini asonsi nilivyotangulia kusema ni kwamba Mungu amesema ya kwamba twende kwake tusemezane. Hata kama magonjwa ya moyo ambayo tumeyasema leo yamefika kiwango kipi? Yamefika kiwango kile ambacho daktari anasema what 3 minutes komenya oborwairo bu Kristo mwana wa Nyasaye na bagonchora story na bagotera yaya. Hata kama umefikia hapa, unaweza fanya nini? Unaweza pona, unaweza anza tena upya, unaweza anza fanya agano na mimi kwa damu ya Yesu ya kwamba uanze upya. Bwana Yesu asifiwe. Yale magonjwa yana tiba, hayahitaji madaktari wa dunia hii. Haya magonjwa hayahitaji madawa ya dunia hii. Hayo magonjwa hayahitaji mahospitali kubwa ya dunia hii. Yanahitaji tu Kristo Yesu mwana wa Mungu. Kwa mfano ugonjwa ambao tulisema wa kwanza, ule ugonjwa wa kuplan mabaya, kupanga mabaya. Singe jama na banya sana. Ekero montago kwa kine yonsi kerekebe. Uikange kego chakera senkoro. Nkeri gocha kusaiwonga wana ukikwabili. Lazima atakuwa amekipanga ndani ya moyo. Elinde atiko wikira ni baadaye. Lakini ekero shetani yekebe usika tetutuare ukupanga korokobe. Kuna jibu. There is remedy. Kuna healing, kuna kupona, kuna kuinuliwa na kutolewa hapo kupitia kwa jina la Yesu, kupitia kwa neno la Mungu. Kwanza, ugonjwa ule wa kwanza ni shun every evil thought. Kukataa mawazo mabaya. Kukana kirecha wakoletere birangera liye bibe. Kwa watebinga bono ekine kataa. Mwambie shetani hapana. Mimi ni mwana wa Mungu, namjua Yesu, na sana tumuombe Mungu atupe uwezo wa kujua ni nini kimeandikwa katika kitabu hiki, katika hili neno. Tukijua hili neno likijaa ndani yetu, tutakuwa na uwezo wa kupinga kila wazo ovu ambayo shetani atapanga atataka kuyaleta katika maisha yetu, katika moyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. So we have to shun, tukatae tomote kirete tuhuatibaga asichinkoro chetu tuhuatibaga mipango yako ambayo unataka kuileta nishaigundua. Kuna watu wanaima hapa tunasema ya kwamba shetani, nimekugundua na nitakusema kwa Baba. Tumwambie shetani, nimegundua kazi yako ni kutaka kunirudisha nyuma, ni kutaka kuniangusha kutoka kwa Yesu, lakini nimekataa. Hata kama nimefanyiwa mabaya, sichukulii hicho. Ninajua Yesu ananipenda, na nako ni kama Yesu ananipenda, hakuna jambo lingine la kunitisha. Bwana Yesu asifiwe. Number 2 ni be humble before God. Forgive and ask for forgiveness no matter what. Tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu. Abana banyasai, tukiwa wanyenyekevu mbele za Mungu, Mungu wetu atatufundisha jinsi hata ya kusamehe wenzetu. Haijalishi mtu amekukosea nini, haijalishi mtu amekufanyia jambo gani, samehe.
endelea na maisha, mwambie Mungu, kwa sababu Yesu amesema ya kwamba tusipowasamehe wenzetu sisi pia tuwezi kusamehewa. Nto kwabe goika twabera abaminto nande na tutosabo kwabera. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri pia sisi tuombe msamaha. Ukiwa umekosea, usijione kwamba wewe ndio kusema pana. Omba tu msamaha, si upumbavu, si ujinga. Kuomba msamaha huleta tiba. Kuomba msamaha ni dawa ya mioyo yetu. Ni dawa ambayo huleta uponyaji. Ukiomba msamaha, kuna amani ambayo Mungu analeta katika maisha yetu. Kwa sababu Mungu pia kupitia kwa Yesu ametusamehe, ametusafisha, ametutakasa. So na sisi ni vizuri tuwasamehe wenzetu. Number 3, Yesu anatuambia tuwapende wenzetu. Love our neighbors. Tuwapende majirani zetu. Pia maadui zetu na tuwasamehe. Tobanche mono. Ni vigumu kumpenda adui, lakini ni amri ya Mungu. Na ukimpenda adui yako, kuna mahali nilisoma jana, nimesahau kidogo, ya kwamba wakati mwenye haki amempendeza Mungu, Mungu hufanya hata maadui zake kuwa marafiki zake. So Mungu anaweza kufanya adui yako awe rafiki yako kwa sababu umempendeza. Wewe tuwapende maadui zetu na majirani zetu na tuwasamehe kabisa, kwa sababu neno la Mungu linasema kwa kitabu cha Yohana wa kwanza chapter 4 verse 20 inasema ya kwamba unawezaje kusema ya kwamba unampenda Mungu na unamchukia mwenzako hapa duniani? Hauwezi. Kwa sababu utampendaje Mungu ambaye hujawahi muona, na unamchukia ndugu yako ambaye hapa unasema ni adui yako, unamchukia yeye? Haiwezekani. Ni vizuri tupendane sote, hata kama kasoro zetu zinakaje. Sisi ni wanadamu, tuna mapungufu, tupendane tu. Mengine unayangalia unasema tigaete uchiabu Nyasaye mume yawekani biyonsi. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ni Yesu amesema ya kwamba kweli yake itatuweka huru. Kwa kitabu cha John chapter 17 John 17 inasema Amen. Yes, sema ya kwamba gobatene asekene lingana liao na liekene, lingana liye Nyasaye na liekene. Tuisikuriwati kolengana buna ligotera. We will be free. Tutakuwa huru, tutakuwa na furaha, hatutakuwa na chuki, hatutakuwa na mambo mengi, hatutakuwa tukipanga mabaya, kwa sababu neno hili la Mungu ambalo ndilo kweli litatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kutii. We obey his voice and his word, we will be set free. Tutakuwa huru kwa sababu tutakuwa tumeisikia sauti ya Yesu. Neno la Mungu ni sauti ya Yesu. Biblia hii ni sauti ya Yesu. Anaposema ya kwamba fanya hiki, fanya tu. Anaposema wacha usifanye hiki, usifanye tu. Kwa sababu yeye anajua sababu mbona nakukataza na mbona nakusema, anasema kwamba fanya tu. Bwana Yesu asifiwe. Another thing ni number 5 ni kwamba Yesu kwa kitabu cha Matthew chapter 6 verse 33. Nadhani Matthew chapter 6 verse chapter 33. Mwenye amepata nizosoma. Basi
basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki zake, na hayo yote mutasikisiwa. Amen. Tuligiritani uburuti bwa Nyasaye n'uburonge bwaye n'ebintu ebyo byonsi natomenterwe. Toligi uburuti bwa Nyasaye aseng'enche bogotoka busa, aseng'enche tokwaye busa, tobori n'ebibindi byonsi ntomenteru chinguru chokwabira, ntomenteru chinguru ya kuwa na kiasi ya kuridhika, ya kusema kwamba ambacho umenipatia Mungu ninakushukuru. Tutakuwa ntotwale chinguru chogwancha abaminto, ntotwale chinguru chokwanga mabe, ntotwale chinguru chokomokana kerecha na komokikeri n'ebintu byaye byonsi. Mungu wetu anasema twende kwake, tusemezane na yeye. Hata kama tulikuwa tumeenda umbali upi, yeye atatusamehe, yeye atatusafisha, yeye atatutakasa. Tutakuwa weupe vuna amalionya yeching'ondi. Mbarikiwe.